Karibu katika podcast ya Basic Consultants, sehemu ambayo tunazungumzia masuala mazima ya kibiashara, kwa kumaanisha ya kwamba kuanzia issue zote zinazohusiana na urasimishaji, uendeshaji na usimamizi wa biashara. Mr. Brian, inakuwaje mpaka mtu anafikia stage ya kufunga kampuni yake? Okay. Unajua asilimia kubwa ya Tanzania ni wavivu sana kwenye masuala ya kusoma, lakini kufuatilia. Kwa hiyo unakuta watu wengi wanafunga kampuni zao kwa sababu wanakosa zile taarifa za msingi kabla hajafungua kampuni yake. Sasa unakuta mtu kaingia katika situation ikafungua kampuni, lakini kwenye swala zima la usimamizi, hasa inapokuja masuala mazima ya compliance issues kama TRA, lakini pia mamlaka zote zinazosimamia masuala mazima ya hizi taasisi, mtu hajui. Sikiliza, leo nataka kufungua kampuni yangu, sijui chochote na kutafuta wewe. Aidha nataka unifungulie kampuni na ukanifungulia kampuni. Sasa mimi nitazipata vipi zile information kwamba labda natakiwa kufanya hichi na hichi? Unajua taarifa za msingi kwanza ni lazima ukutane na watu sahihi ambao wako professional na wanajua nini wanafanya katika swala zima la kusimamia usajili wa kampuni. Mfano mwaka 2024 tulikutana na kesi moja ya mtu alikuwa amefungua kampuni yake. Lakini baada ya mwaka mmoja anaenda TRA anaambiwa kwamba ana madeni ya zaidi ya milioni 200. Jambo ambalo lilimshtua sana yule mteja. Kwa scenario kama hiyo, manake kipindi anachukua hatua ya kusajili kampuni yake, hakukutana na watu sahihi ambao wangemshauri namna nzuri ya kusimamia hiyo kampuni mpaka ifikie hatua hiyo ya kujikuta ina madeni ya kiasi hicho. Na kwa mfano pango labda kufungua kampuni yangu na nini, kweli nafanikiwa, natafuta watu na nini wananisaidia kufungua kampuni, lakini operation zangu zitaanza baada ya miaka mingapi? Baada ya miaka 2 au 3. Na baada ya miaka hiyo 3 nikitaka kuanza operation, vitu vyangu vinakuwa vigumu, yani nashindwa kufanya operation hiyo. Jambo moja ni innocent ambalo inabidi ulijue. Kwa dunia ya sasa, mifumo mingi ipo integrated sana na teknolojia. Kwa sasa unakuta katika kipindi cha process unapoanza kusajili kampuni, lazima ufahamu kwamba link up ya wewe kwanza, mamlaka zinazosimamia ni zipi. Tunazungumzia BRELA, tunazungumzia TRA. Sasa inapokuja swala la usajili wa kampuni, maana lazima ujue hii mifumo ya hizi mamlaka mbili inaingiliana vipi. Kwa sababu usipojua nini kinafuata baada ya kusajili kampuni BRELA, obviously lazima utajikuta moja kwa moja umeingia katika matatizo hayo ambayo yatakupelekea kuwa na madeni yasiyo ya msingi. Ni pia kujikuta wewe pia huwezi kuiendesha kampuni. Na ushakutana na changamoto yoyote ambayo labda mtu anakuambia amefungua kampuni, tuseme mwaka mmoja umepita nyuma, na anataka kuanza kufanya operation, lakini akitaka kuanza kufuatilia vitu inamletea ugumu kwenye swala zima la kuanza kufanya operation kwenye masuala ya kikodi na nini, anakutana na malimbikizo ya kikodi? Je, ushakutana na scenario kama hiyo? Changamoto hizo zipo nyingi sana, yani zipo nyingi sana na zinawakuta watu wengi sana. Lakini a lot of people ambao nimekutana nao mimi, solution wamepata solution. Kwa nini nasema wamepata solution? Kwa sababu process ya kwanza, ukishagundua tatizo lazima utafutie ufumbuzi. Sasa by professional na kwa vitu vingi ambavyo nimekutana na wateja wengi, tumejitahidi sana kuset down na kujua namna gani ya kutafutia ufumbuzi wa changamoto zao. Kwa unakuta wengi niliokutana nao matatizo yao yapo well solved na wanaendelea na operation kama hiyo. Na mimi nitajuaje kwamba wewe ni mtu sahihi wa kunifungulia kampuni? Kama ulivyosema mwanzo kwamba watu wengi wanakutana na watu ambao sio sahihi kwenye swala zima la wanapotaka kuanza biashara zao au kufungua makampuni yao. Mimi nitajuaje kama wewe ni sahihi au mtu fulani ni sahihi au sio sahihi? Nitajuaje? Unajua, kumjua mtu sahihi, obviously tunazungumzia masuala ya assurance. Yani assurance na trust ya mtu. Na kama utakutana na mtu na wewe mwenyewe kujawa na ile assurance na trust kwake, obviously
moja kwa moja usitegemee matokeo yanayotakiwa. Okay. Kwa sasa ili kujua mtu sahihi ni obvious, ni pia narudi pale pale kwenye swala la information. Okay. Kwa kuja swala la information lazima ujue kiundani huyo mtu is well kwamba anadili na hayo mambo au anaweza akasolve hiyo problem. Okay. Background yake, matatizo hayo, aina ya matatizo hayo amekutana nayo, ameyasolve vipi. Kwa maana hiyo unataka kuniambia kwamba mimi siku nikataka kufungua kampuni nikakutana na watu ambao ni sahihi, unataka kunihakikishia kwamba labda kwa mbeleni sitopata changamoto? Yeah, sahihi kabisa. Ni sahihi ya kuhakikishia, kwa sababu usahihi unapimwa kwenye kazi. Okay. Kwa starting point ya mtu mtakapofanya naye kazi mpaka mnaenda anapokupa zile guidance, wewe mwenyewe utaona kama ni kazi aina gani inayofanyika. Okay. Na matokeo yake ni yapi baada ya hiyo kazi kufanyika. Sawa sawa. Sababu uzuri wa kazi unapima kwenye matokeo. Ndio. From the scratch unapoanza process za usajili mpaka unakuja kumaliza, nadhani wewe pale ndo hatua nzuri ya kupima kwamba wewe mtu naenda naye vipi na mwisho wa siku utajikuta katika situation hii. Na ningependa labda nikupe taaluma fupi ambayo lazima ufahamu. Kufungua kampuni ni process. Okay. Na process hizo zinaanza wapi? Kwanza ni lazima uwe na jina ambalo unalo ili uweze kusajili kampuni yako. Ndio. Yes. Kwamba kuna option mbili. Yes. Unaweza kusajili jina na watu wanaohusika, mamlaka zinazohusika na usajili wa majina ni BRELA. Okay. Wanakupa wewe hati miliki ya lile jina baada ya kulisajili. So you can plan kulisajili jina tu likae. Then after time itakapofika kwamba wewe unahitaji kusajili kampuni, pia wanakupa access wewe ya kufanya transition kutoka kwenye umiliki wa jina mpaka kwenye umiliki wa kampuni. Okay. Alright. Kwa hiyo itakurahisishia wewe hata kwa kipindi kijacho kama lile jina utahitaji lile jina, yani umiliki wa lile jina usiweze kuchukuliwa na mtu mwingine. Sasa kwa hatua hiyo ukifikia, maana yake utakapofanya transition ya kuja kwenye kampuni is very easy, sababu taasisi jina lililokuwepo na kusajili na kulifanya transition kuleta kwenye mfumo wa kampuni. Yes. Then after utai transfer moja kwa moja kwenda postalize, kwa sababu utapewa incorporation number ambayo inakuwa included na certificate. Okay. Kutoka BRELA. Sasa ile incorporation number is direct iko linked moja kwa moja na TRA ambayo inatumika kama TIN namba yako. Okay. Lazima ufike TRA kufanya tax clearance ili hadi iweze kukupa authority ya kuweza kupata license, lakini na permit za kuweza kuendesha biashara yako katika hali ya usalama zaidi, kwa sababu unakuta kampuni nyingi sasa hizi mtu anafanya illegal. Yes. Yani hizi requirement za msingi ambazo zinahitajika na mamlaka tofauti unakuta hana. Sasa ile ni mbaya. Kwanza hata wewe katika kuwin trust ya customer inakuwa ni changamoto. Obviously ni lazima ukitoka BRELA upite TRA wasuwezi TIN upate tax certificate ya tax clearance yako. Okay. Direct ufanye license application au permit. Okay. Then ukiingia kwenye market nadhani itakupa wewe uwanda mpana wa kufanya biashara yako au kazi kwa uhuru zaidi. Je, nitafahamu vipi aidha kwa kipindi hichi na ninahitajika kusajili jina la biashara au ninahitajika kufungua kampuni direct? Ni kipi kitafanya nijue kwamba huu ni wakati sahihi wa kufungua kampuni au hichi ni kipindi sahihi cha kusajili tu jina la biashara? Nitajua vipi, yani nitafahamu vipi? Nataka nikupe scenario fupi nataka nieleze zaidi kwenye hizo taasisi za microfinance. Okay. Katika regulatory za microfinance ziko hivi kwamba kuna option mbili. Unaweza kuoperate kama individual. Okay. Ambao kwa Kiingereza tunasema sole proprietorship. Yes. Lakini pia unaweza ukaoperate kama company. Lakini kila session ina advantage zake na disadvantage zake. Okay. Kwa mfano kwenye hao watu wa taasisi za microfinance. Yes. Unakuta katika kipindi umechagua session ya kuwa kama sole proprietorship. Okay. As time go unazidi kukua. Sababu ukiingia kwenye market obvious kila mtu vision na mission yake ni kukua na kufika level fulani. Yes. Kwa unakuta katika kipindi ambacho umekuwa itakulazimu
ufanye transition ya kutoka kwenye individual kwenda kwenye company. Na hiyo ilipo katika regulation pia za BOT. Ukuta ukifika portfolio ya amount ya kiasi kadhaa over milioni 200. Yes. Unashauriwa na BOT kwamba ufanye transition kwenda kwenye kampuni. Kwa sababu gani? Ni capability ya management, lakini pia na zile regulatory issues za sheria za namna ya kumanage, kwa sababu portfolio ya milioni 200 kwenye microfinance tumeisi kwamba unaona nyingi sana ambao lazima legal entity pia ziingie huko ndani. Lakini huwezi ukaleta individuals katika level kama hiyo. Sasa ndio maana narudi kwenye swali lako kwamba au utajua vipi kwamba hichi kipindi inabidi nisajili jina au kipindi hiki nisajili kampuni. Obviously lazima uwe na information za msingi kwamba nikiwa katika jina long run yangu itakuwa wapi. Nikiwa kwenye kampuni long run period yangu italileka katika hii situation. Kwa hiyo Mr. Brian, unawashauri nini wale watu ambao wana vision siku moja ya kumiliki kampuni, aidha kuwa na biashara zao na wakamiliki majina yao? Honestly mimi ningependa kuwashauri waendelee kufocus katika vision zao. Kwa sababu everyone amezaliwa au yupo duniani kwa purpose maalum. Kwa hiyo kama una vision au una lengo la kumiliki kampuni, just keep doing. Weka focus, weka nguvu, wekeza akili. Lakini vile vile kuna muda inabidi uwekeze hela pia. Kwa hiyo nashauri wa focus katika vision zao, na ni vizuri zaidi kutafuta channel nzuri ambazo zitawasaidia wao namna gani ya kufikia hizo goal zao. For the better issue, nadhani saizi tuna expert wakubwa sana hapa mjini. Wanaitwa Best Consultants. Wanapatikana Bamaga, Dar es Salaam. Katika jengo lililopo pale Nasco Petrol Station. Floor namba 1. Kwa nadhani kwa masuala mazima yanayohusiana na masuala ya usajili, urasimishaji wa biashara, Best Consultant ni best for you kuweza kufanya nao kazi. Msao kitu kimoja nadhani ukumbushe kwamba umiliki wa kampuni hauhitaji kuwa na ofisi. Ni sahihi, na ndio maana naweza nikarelate kwa hapa katika dunia sasa. Each and everything ipo katika digital. Business haihitaji, yani kwanza kwenye issue ya kampuni is not a big issue ambayo kila mtu anaamini kwamba lazima uwe na premises au uwe na ofisi ambayo ni kubwa kiasi. Haiko hivyo watu wanavyoimagine. Haiko hivyo, yani kampuni is just compliance issue ambayo ipo katika paperwork. Na ikishakuwa katika paperwork it means wewe ni kuangalia zile regulatory issues zinazotakiwa uzifanye, usipate na uzifanye. Kwa hiyo watu nawakaribisha pale Best Consultants.